Mwambie tena karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuna somo la mwendelezo wa somo letu liko mwishoni. Ni somo linalohusu Roho Mtakatifu, na tuko kwenye kazi za agano la Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Na wiki zilizopita tulihitimisha kwa karama za Roho Mtakatifu. Tulipitia karama zote 9, na wiki ijayo pia tutafanya ni kama uzilisho wa maonesho namna utendaji zinapotenda kazi hizi karama na namna zinavyosaidia katika kanisa. Leo tuna mwendelezo mwingine tena wa somo lingine, ni juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni eneo la muhimu sana juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu, ambalo kila mmoja anatakiwa awe nao. Tunapozungumza juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu, wengi ndani yenu kuna maswali yanajaribu kuwaka na kujiuliza, ujazo wa Roho Mtakatifu maana yake nini? Ujazo wa Roho Mtakatifu maana yake nini? Wengine wanahusisha ujazo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Kila mmoja na namna yake, namna anavyojua ndani yake ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Inawezekana ikawa ni sahihi, hali ikawa pia sio sahihi kulingana na muktadha na mtazamo wa Biblia. Sasa leo twende tuzungumze, tuangalie, tutapitia siku ya leo, na hapo baadaye pia utakuwa kuna maombezi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa nikuombe sasa tukae sawa, kwa sababu ni neno la muhimu sana, ili tuweze kwenda tuwe na maarifa ya kiroho. Ujazo wa Roho Mtakatifu maana yake ni kujaza Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni hali ya kutawaliwa, hali ya kuongozwa na hali ya kujazwa nguvu za Mungu katika kila eneo la maisha na kila siku, katika mwenendo wetu, katika tabia, katika huduma zetu, katika maombi, hata katika ushuhuda kwa ajili ya kumtangaza Kristo. Kwa hiyo si tu matokeo yake yanakuwa ni tofauti kidogo kwa mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu na mtu ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu, hata kama ana uzoefu wa muda mrefu ndani ya kanisa au katika wokovu, bado kunakuwa kuna utofauti, kwa sababu inakuwa ni maisha ya utiifu zaidi ndani Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu. Kwa hiyo maisha ya kumtii zaidi Roho Mtakatifu, na pia kuwa na matokeo ya kuwa na ushirika naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo matokeo ya Roho Mtakatifu, cha kwanza, ndani tunakuwa na ule utiifu kwa Roho Mtakatifu, lakini ushirika unakuwa ndio msingi katika mwenendo wetu wa kila siku. Tusome katika ile Waefeso 5 na ule mstari wa 18, bado inatuhimiza sana, anasema wala msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Tusome ile Waefeso 5:18. Waefeso 5:18 inasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Naona neno la Mungu linatuambia hapa na kutuhimiza kwamba tena msilewe kwa mvinyo. Kama alkoholi au mvinyo inaweza akilewa, mtu yoyote anapokunywa ikapita kiwango fulani, kinaweza kikamcontrol, kinaweza kikamuongoza, kinaweza kikamwamuru, lakini uamuru wake si wa rohoni. Uamuru wake ni juu ya mwili na matendo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa maana Biblia inaangalia jinsi ambavyo hii alkoholi, mvinyo, inaweza kumuongoza na kumtawala mwanadamu katika habari za nafsi na mwili,
hata uzaa matunda ya giza baada ya kuwa mekunwa. Ndipo sasa anaanza kuhimiza, wala msilewe kwa mvinyo, bali mjawe na Roho, akimaanisha kabisa kwamba tunapojaa na Roho ni ile tendo la roho ya mwanadamu kuongozwa, kutawaliwa, lakini la kujazwa kwa kila eneo la maisha yetu kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati najaribu kupitia huu mstari wa Efeso 5:18, neno bali mjawe Roho, mjazwe Roho. Wakati naangalia katika neno linatokana neno la Kigiriki ambalo lina maana kwamba plerose, kwamba ni tendo endelevu, la kujazwa. Hatujazi leo tu kwamba tutafika kiwango cha mwisho. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye amefika kiwango cha kujazwa kiwango cha mwisho. Sasa wakati nilipokuwa nikijaribu kujiuliza, nikarudi sasa katika Luka 4 na ule mstari wa kwanza. Tutasoma baadaye. Wakati Roho Mtakatifu alipomuongoza Bwana Yesu, neno nasema akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Nikaanza kuwaza, kwa sababu neno kwa Kigiriki inaonekana neno endelevu, plerose, na neno plerose ni neno endelevu, kwa ujazo endelevu, mjazo usiokoma. Bwana Yesu yeye alikuwa katika kiungo gani? Au na yeye kwa sababu alikuwa katika mwili, naye alikuwa endelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale Roho Mtakatifu akaniambia, Roho Mtakatifu, Bwana Yesu alipokuwa amejazwa Roho, yeye alikuwa amefika kwenye kiwango cha fullness, kiwango cha juu, kiwango cha kujawa mpaka mwisho. Tofauti na wanadamu wengine wote, hatujawi mpaka mwisho. Kuja kwetu sisi ni endelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposema kujazwa na Roho Mtakatifu, nini maana yake? Tuangalie baadhi ya maeneo matatu ambayo yanaashiria kujazwa na Roho Mtakatifu. Cha kwanza, kujazwa na Roho Mtakatifu kunamaanisha ni Roho Mtakatifu kuchukua udhibiti wa ndani kabisa. Roho Mtakatifu anachukua udhibiti wa ndani kabisa katika moyo wa mwanadamu. Ni pale ambako Roho Mtakatifu anapokuwa mtawala katika moyo wa mwanadamu, katika mawazo yeye ndiye anakuwa mtawala, katika mwenendo wetu yeye anakuwa mtawala, katika tabia zetu yeye anakuwa mtawala, katika matamanio tuliyo nayo yeye anakuwa mtawala, katika maamuzi yeye ndiye anakuwa mtawala na si mwanadamu. Kwa hiyo mtu yote anayeongozwa na kujazwa na Roho, cha kwanza mapenzi yake yote yanasalimishwa. Mapenzi ya Roho Mtakatifu ndiyo yanayosimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika kuwaza kwetu, kunena kwetu, kuongea, fikra zetu, maneno, matendo, katika kuomba, katika huduma na kila eneo ambalo linahusu maisha ya wanadamu ya kila siku, yanakuwa yamesalimishwa na anaongozwa kikamilifu kwa 100% na Roho Mtakatifu. Huyo ndio mtu ambaye anasema kwamba huyu kajazwa na Roho Mtakatifu. Tutaenda mbele zaidi, ni somo la muhimu, ni kuombe uongeze kiu, kwa sababu leo baada ya pili tutakwenda kwa ajili ya kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo ni endelevu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila Jumapili tutakuwa tunafanya hivyo ili kila mmoja aweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa, mtu anaojawa na Roho Mtakatifu, cha kwanza haongozwi na mwili, haongozwi na hisia, haongozwi na akili, bali anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kawaida mtu ambaye yuko katika hali ya kimwili ya kawaida ambaye anajazwa na Roho Mtakatifu huwa anaongozwa na akili zake, anaongozwa na hisia, haongozwi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata kuwaza kwako unawaza kulingana pengine na yale uliyotazama. Kama ulikuwa umeangalia vitu ambavyo havifai sana, yanaharibu fikra, unaanza kuwa na mtazamo ule ule, kwa sababu ni rahisi akili inakuwa corrupt, akili inaharibiwa, inaanza kuwaza na vile ambavyo uliweka ndani yako. Lakini pia
mawazo ya shetani yanapokuwa kuja katika kushawishi ndani yako, na nataka kupa mwelekeo wa namna ya kuwaza, namna ya kutazama na namna ambavyo wewe unaelekea. Lakini mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio anakuwa chanzo cha mawazo yako. Kuwaza kwako hakutokani na akili, bali unatokana na Roho Mtakatifu. Maneno yako hayatokani na wewe mwenyewe, bali yanatokana na Roho Mtakatifu. Maneno yako, hata maombi yako, huduma na kila eneo inaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani ndio anakuwa chanzo cha kutiririka haya yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi 8:14 ndio fupi tu ambalo wote tunataka tulichue, inasema wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kuongozwa na Roho ndio kujaza Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, tunafika kiwango cha kuongozwa na Roho. Wagalatia 5:16 ni andiko ambalo nataka tulichue tu, kwa sababu ni andiko ambalo kila mmoja anatakiwa alichue. Wagalatia 5:16 anasema, "Nendeni kwa Roho, hali hamtasikiliza kamwe tamaa za mwili." Hebu tuisome hiyo andiko, Galatia 5:16. Galatia 5:16 inasema, "Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili." Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo sasa tunapoanza kuenenda katika Roho, ndipo sasa pale ambako kule ujazo wa Roho Mtakatifu unapoanza kuongezeka ndani yetu. Tunaongozwa katika maeneo yote, katika fikra, katika mtazamo, na kila eneo. Hakuna eneo lolote ambalo litaachwa. Pale ambapo unaona kuna sehemu hii unaongoza na sio Roho, hapo bado hatujafika kiwango cha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema basi enendeni kwa Roho, maana yake kwamba tuongozwe, hamtasikiliza kamwe tamaa za mwili. Matokeo yake ya mtu anayeongozwa na Roho, Roho Mtakatifu anaongoza kupitia ndani kabisa, lakini matokeo yake tunaanza kuyaona kwa nje. Tunaanza kufika hatua ya kumfanania Kristo, na ndio maana sasa tunaanza kuona yule mtu anaongozwa na Roho hapana mtu kawaida. Anasema hawezi tena kutimiza mapenzi ya mwili, bali anatimiza mapenzi ya Roho Mtakatifu. Anatimiza mapenzi ya yule ambaye anaomuongoza. Ukiona mtu anatimiza mapenzi, anaongozwa na mwili, basi ni kwamba anaomuongoza sio Roho Mtakatifu. Kwa tunaona mabadiliko ya ndani kabisa yanaanzia ndani, alafu yanaanza kuonekana kwa nje, katika mwenendo, katika tabia na katika utakatifu. Yeye anapotuongoza, ina maana matunda yake kwa nje, watu wanaanza kuona mwenendo mzuri, watu wanaanza kuona tabia njema, watu wanaanza kuona utiifu, watu wanaanza kuona utakatifu, watu wanaanza kuona maisha ya kiito, watu wanaanza kuona hata nguvu katika maombi yako, watu wanaanza kuona upendo wa Mungu kwako na kwa Mungu na kwa watu wengine. Wao wanaanza kuona, wanamuona Roho Mtakatifu ndani yako, wanamuona Kristo ndani yako, japokuwa wewe ni mwanadamu. Na maana sasa Paulo akasema katika Wafilipi 2:13, tukasoma hilo. Bwana Mungu ndiye atendaye kazi, tusome hilo andiko, ndani yenu kutenda kwenu na kutaka kwenu kulitimiza kusudi jema. Tulisome hilo andiko. Hii Wafilipi 2:13. Wafilipi 2:13 inasema, "Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema." Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, hakui kwa mapenzi ya mwili, bali unalitimiza kusudi la Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani. Kunakuwa sio mapenzi ile kutaka kuenenda kwako, kusema kwako, katika kila eneo inakuwa linatimiza kusudi la Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu. Hakaenda tena katika ile Wakolosai 3:3 akasema, "Kwa maana mlikufa." Nisome leo tena, "na uzima wenu ukafichwa pamoja na Kristo." Wakolosai 3 na ule mstari wa 3. Wakolosai 3:3 inasema, "Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika." Kwa hiyo sasa
uhai wetu na nini unakuwa umefichwa pamoja na Kristo, wanaonekana matendo yake yanaonekana. Tuende mbele kidogo, tutaona namna ambavyo ujazo wa Roho Mtakatifu unavyotakiwa kuwa. Tuangalie tena eneo lingine hapa. Tumeona nini maana kujaza kwa Roho Mtakatifu? Ni pale Roho Mtakatifu anapokuwa amechukua utawala, amechukua usukani katika maisha yetu. Kwa hiyo la kwanza, kwa kunena kujaza Roho Mtakatifu, ya kwanza tumeiona hapa ni Roho wa Mungu anapokuwa mtawala katika moyo wa mwanadamu, katika mtazamo, katika maneno, katika mwenendo wa kila namna, mawazo yetu na fikra zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anakuwa mtawala ndani ya moyo. Hasa anapokuwa mtawala ndio anaanza kuachilia mawazo yetu, aendane na mawazo yetu, aendane na mawazo yake. Maneno yetu atuongeje katika maneno yetu, basi anaungana na maneno yake. Yeye ndio anatupa kusema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu kingine, kujazwa na Roho Mtakatifu sio kujazwa nguvu, sio kujazwa nguvu fulani, bali ni kujazwa na nafsi ya Mungu mwenyewe ndani ya moyo wa wanadamu. Kujazwa na Roho Mtakatifu hakumaanishi kujazwa na nguvu fulani, bali ni Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe katika nafsi ya tatu, anakaa ndani ya mioyo ya waumini. Anapokaa ndani ya waumini, sasa tunaona sasa anaanza kuachilia nguvu. Yale matokeo tunaona ambayo yanakuja kutokana na nguvu ile ambayo wengine wanaisema ni matokeo ya Roho mwenyewe Mtakatifu anakaa ndani. Kwa hiyo si kwamba ni kama labda kitu fulani kinachojazwa kwenye chombo fulani inajazwa nguvu fulani. Hapana, hao ni nguvu fulani inajazwa ikiwa mbali juu ya. Hapana, ni Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye yuko ndani ya mioyo yetu. Kwa yeye anapokuwa ndani ya mioyo yetu, ndipo sasa haya mengine yote tunaanza kuyaona yakiachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujazwa ni kupokea uwepo wa Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya moyo wako. Uwepo wa Mungu mwenyewe anakaa. Anapokaa sasa anaanza kutawala. Ndio tunaanza kuona zile nguvu. Utendaji kazi wa karama za Roho Mtakatifu tunaanza kuona. Matendo ya miujiza tunaanza kuyaona. Uwezo wa kuishi maisha matakatifu tunaanza kuziona. Uwezo wa kuishi mapenzi ya Mungu tunaanza kuyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni nafsi ya Mungu kabisa, sio nguvu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17 na 18, tunaona sasa pale Paulo anazungumza kwamba Bwana ni Roho, palipo Roho wa Bwana hapo ndipo kwenye nguvu. Tusome hiyo andiko. Wakorintho wa pili 3 yule mstari wa 17 na wa 18. Wakorintho wa pili 3:17 mpaka 18 inasema, basi ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo sasa matokeo yake tunabadilishwa, tunaanza kufanana na tabia ya Kristo inakuwa ndani yetu. Vile Yesu anapotaka kuwaza ndivyo ambavyo nawe utashangaa umewaza vile vile. Anapotaka uenende ndivyo nawe utashangaa umeanza kuenenda vile vile. Anapotaka uonyeshe upendo kwa wengine, naye ndivyo ambavyo anaanza kuonyesha upendo kwa wengine. Anapotaka usamehe vile vile, naye anataka kuonyesha kusamehe. Anapotaka chuki kae ndani yako, ndio hivyo hivyo ambavyo na yeye atataka. Yale yote ambayo Kristo anataka ndivyo na wewe utajikuta, ni automatic. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ifika hatua hiyo sasa unaanza kuitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu ndani yako kunatoka chemchemi ya uzima wa milele. Ndani yako uzima wa milele unakaa ndani yako. Tutaenda mbele kidogo tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujazo wa ufalme na juhudi za binadamu.
Ujazo haufanywi na juhudi za kibinadamu, bali ni matokeo ya wewe mwenyewe kujisalimisha kwa 100% kwa Roho Mtakatifu. Kusalimisha kila kitu, kusalimisha kila kitu. Tunasema kusalimisha ni kutii, kutii na kuyaacha mapenzi yako na kufuata mapenzi yake. Yesu asifiwe sana. Na kuruhusu Roho wa Mungu aanze kuchukua usukani. Kuna namna anakuambia ufanye hivi ndani yako, halafu unapuuza. Njoo kwenye maombi, sichi. Ni sauti inakwambia ndani yako, Roho Mtakatifu anazungumza, lakini ndani yako kwa sababu unamzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa, unaanza kumzuia ndani ya utendaji wa Roho. Kwa hiyo sasa unakataa kuwa kujisalimisha. Neno kujisalimisha ni pale ambako si wewe tena, bali ni Kristo. Tufunge, wenzako wanafunga, wewe ufunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaona mbele. Tusome ile Warumi 8:11. Warumi 8:11. Warumi 8:11 inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfuata Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiwisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Anasema ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa, anasema ikiwa anakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa tukimruhusu aweze kutawala, anasema ikiwa tumemruhusu aweze kutawala, yeye aliyemfufua Kristo Yesu ataivisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Galatia bado ni Paulo anazungumza 2:20, anasema sio mimi tena anaishi, bali ni Kristo anaoishi ndani yangu. Anafika kiwango ambacho sasa anasema si mimi tena anaishi, yaani kuishi kwangu si mimi tena, bali ni Kristo anaoishi ndani yangu. Maisha yake yote alifika hatua yakafanana na Kristo. Kuwaza kwake, furaha aliyokuwa nayo, kila kitu kikabadilika. Bwana anasema si mimi tena anaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Tusome hiyo Galatia 2:20. Galatia 2:20. Galatia 2:20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa sasa anasema sio mimi tena niishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hiyo sasa ujazo wa Roho Mtakatifu si katika hali ya uzoefu wa kawaida wa kimwili, bali ni pale tunapomruhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kuchukua usukani. Roho Mtakatifu anaanza kututakasa kila siku anatutakasa, anakutuongoza na kuwa chombo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu angependa aweze kujazwa na Roho Mtakatifu, kila mtu. Kwa hiyo kujazwa na Roho Mtakatifu si mtu mwenye nguvu zaidi. Wakati ndio akasema mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu ni mtu mwenye nguvu zaidi. Hapana. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu ni mtu aliye karibu sana na Mungu. Ni mtu ambaye yuko karibu sana na Mungu. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu ni mtu aliye karibu sana na Mungu, kwa sababu maisha yake yote na mtazamo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni maisha yanayoonyesha uwepo wa Mungu ndani ya mtu na si nguvu ambazo hazina mahusiano. Unaweza kuwa na nguvu za kimwili,
unaweza ukawa na nguvu zozote, lakini hasina mahusiano na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, tunakuwa sio sisi tena, ni Kristo ndani yetu. Unakuwa kuna furaha ya ajabu sana. Mtu anaweza kukuchukia, lakini sio kashangaa, unaachia upendo ndani. Yaani mpaka hata mtu akashangaa, na jambo lote lilomfanyia huyu mtu, anaisha asifiwe sana. Sasa unajikuta si ti wewe unaendeshwa na tabia ya Kristo iliyoko ndani yako. Anaisha asifiwe sana. Kujaza na Roho Mtakatifu kunatoa matokeo ya nje. Kujaza na Roho Mtakatifu kunatoa matokeo ya nje yanayoonekana. Tunajazwa ndani, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, lakini matokeo yake yanaonekana katika maeneo fulani ambayo tutakuja kuyatazama muda si mrefu. Ni kama ambavyo tuko kwenye chumba chenye giza sana, alafu ukatokea mwanga mkali ndani ya kile chumba, lazima ule mwanga utaanza kumulika na kila kitu katika kile chumba kitakuwa wazi. Ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, matokeo yake haiwezi kujificha. Bwana Yesu asifiwe, yataonekana tu. Tuone matokeo makuu ya utakatifu. Matokeo makuu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Cha kwanza ni upendo usio na ubinafsi. Upendo usio na ubinafsi. Roho Mtakatifu ndiye anaomimina upendo wa Kristo ndani ya mtu mwingine. Ndiye anaomimina upendo ambao si wa kibinadamu, hautokani na kibinadamu, bali unatokana na upendo wake, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa amekaa ndani yetu baada ya kujazwa. Kwa hiyo anamimina upendo wa Kristo ndani yetu, unaanza kuonekana nje. Sasa ukifika hatua hiyo, unakuta sasa unaanza kumpenda hata mtu aliyokuchukia. Unaanza kumpenda hata mtu ambaye unaona amekulaani. Unaanza kumpenda adui yako. Kwa nini? Kwa sababu ni tabia ya Mungu ambayo yuko ndani yako, ndiye anataka kufanya hivyo. Kwa ile tabia ya upendo wa Mungu kwa watu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila aamini asipotee, bali awe na uzima milele. Upendo ule ambao Bwana Yesu alionyesha pale msalabani, watu wamempiga majeledi, watu wamemchoma misumari, watu taji la miiba likachoma mpaka ndani, lakini akasema, Baba uwasamehe kwa maana hawajui watendalo. Sasa unajikuta ndani yako, si kwa kutaka, bali unajikuta ule upendo hata kwa mtu ambaye akuchukia, bado utaonesha upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyojawa na Roho Mtakatifu, ndani yake kunakuwa na upendo usiokuwa kibinafsi. Kwa hiyo upendo hauangalii kwa sababu fulani kanitendea hiki, hauangalii kwa sababu fulani kanichukia, hauangalii nitamuonesha upendo tu yule mtu ambaye kanifanyia hiki. Upendo ule wa Mungu ambaye ndio tabia yake ndani yako, utaanza kumpenda bila kuangalia ni mtu yoyote, awe wa dhehebu lako au si wa dhehebu lako, au ni kabila lako au si kabila lako, hawa wamekulaani au hawajakulaani, au wamekuuzi au hawajakuu, mtu yoyote utampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana katika ile Warumi 5 na mstari wa 5 tulisome, nasema kwa maana upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Warumi 5 na ule mstari wa 5. Warumi 5 na mstari wa 5 inasema, natumaini halitayaharisha, nitarudia, natumaini halitayaharisha, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amen. Tunashia hapo. Kwa upendo huu ni upendo wa kipekee. Sio ule upendo wa kibinadamu ule. Hautegemei hisia zako, hautegemei akili zako, hautegemei mtazamo wako, bali unategemea tabia ya Mungu ambaye yuko ndani yetu, na yeye Mungu ni upendo. Sasa utajikuta huko tabia ya Mungu. Yesu asifiwe sana. Lakini utajikuta unabidii katika maombi na ibada. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu anajikuta anakuwa na kiu ya ibada na maombi.
Yaani unajikuta tu wewe maombi na wewe. Unajikuta tu unapenda ibada inakuja automatic kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako, yeye anapenda uachilie ibada kila wakati. Anapenda uwe ile kitu anayoachilia ndani yako. Kwa hiyo unajikuta sasa kile kiwango cha kawaida bila ujazo wa Roho Mtakatifu ambapo unaona hata nisikwenda ibadani ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Au sikii ndani yako. Hata naweza hata nikakaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi kuna nyakati za huko nyuma nilikuwa katika hali ya namna hiyo. Ni kwa sababu ya kutojazwa na Roho Mtakatifu. Sio sifa nzuri, kwa sababu kama hujajazwa na Roho Mtakatifu ina maana wewe si mwana wa nani? Si mwana wa nani? Kulingana na Warumi 8:14. Sio mwana wa nani? Ikiwa sio mwana wa Mungu, maana yake ni mwana wa nani? Sasa ukifa unaenda wapi? Twende mbele tutaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende mbele tutaona. Bwana Yuda mmoja mstari ule wa 20, Yuda 1:20. Yuda huyu ndio ndugu yake Bwana kabisa kuzaliwa. Yuda na Yakobo, si Yakobo yule aliyeuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitabu kilichoandikwa katika Yakobo, si Yakobo yule ambaye kanisa baada ya Yakobo kuchukuliwa na Herodi, ndipo sasa kakamatwa Petro, si Yakobo yule. Huyu Yakobo na Yuda ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo wa kumwamini. Lakini ukiona Yakobo anaanza na Yuda anaanza, anaanza kujiita mtumwa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, kwa hiyo anamtambua Yesu kama Bwana, si kama ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yuda 1:20 tusome hiyo. Yuda 1:20 inasema, bali ninyi wapenzi, mkijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Anasema bali nyinyi mkijenga katika imani yenu iliyo takatifu sana. Anaongeza kwamba iliyo ya thamani mno, isiyolinganishwa, mkiomba kila saa katika Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ataachilia moyo ibada, kiu ile ya kumwabudu. Kuna kiu fulani ya kutaka kukaa uweponi mwa Mungu ambayo inaachiliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Matokeo ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu ndipo kunaachia chemchemi ya kutaka kuachia ibada mbele za Mungu. Yaani unapokuwa uweponi ndiko ambapo roho yako inatulia. Unapokuwa uweponi ndiko ambapo unasikia ile furaha inayopita kifani. Yaani wewe unapokaa katika uwepo wa Mungu hakulinganishi na mazingira yote na bila yote ile. Ile wewe na ushirika na Mungu kuna kufanya uwe na furaha. Hiyo inatokana na Roho Mtakatifu aliyo ndani yako. Yeye ndio anaoachilia ile. Pia Roho Mtakatifu anakuwa kawaida kama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na ushuhuda wenye nguvu kuhusu Kristo. Unakuwa na ushuhuda wenye nguvu kuhusu Kristo. Mtu yote anajazwa na Roho Mtakatifu anakuwa anaweza kumshuhudia Kristo bila woga wowote, bila hofu yoyote, bila aibu yoyote. Popote pale anamtangaza Kristo. Tutaona katika ile Matendo ya Mitume 4:31 Biblia inasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema neno lake kwa ujasiri. Wakalisema neno kwa ujasiri. Kwa matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu kunaachilia kwenda kusema neno kwa ujasiri. Ni kumtangaza Kristo kwa watu wasiomfahamu bado, au kwa watu ambao tayari wamerudi nyuma. Unakuwa na ujasiri. Tusome hilo andiko 4:31 Matendo ya Mitume 4:31 nasema, hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Anasema walipokuwa wakiomba, anasema mahali pale pakatikiswa, wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema neno la Mungu kwa ujasiri. Wakati pia unaweza kusema inakuwaje kweli eneo linaweza likatikiswa kweli na Roho Mtakatifu huyu? Yesu asifiwe sana. Nakumbuka Moses Kulola
mtumishi wa Mungu God General huyu alishawahi kufunga mwaka alipokuwa amefunga akiwa kule Tukuru Nazarani katika hali maombi mfungo wa mwaka mzima. Kulikuwa kuna shule moja kubwa sana shule za kubebeka. Ghafla akajikuta ameshika ile jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kubwa kabisa bado hata watu kadhaa waweze kunyanyua. Akalinyanyua ile jiwe mpaka watu wanaanza kushangaa. Sasa watu wako kwenye maombi ghafla wanaona yule mzee ameshika ile jiwe kubwa amelinyanyua kama hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hawa walipokuwa wakiomba wakajazwa Roho Mtakatifu. Mahali pale pakatikiswa, wakaanza kujazwa kunena kwa lugha matekewa, lakini ishara kubwa ambayo ilionekana, wakaanza kunena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo sasa nchi yote inajazwa Roho Mtakatifu, matokeo yake ni kulisema neno la Mungu kwa ujasiri. Na ndio tunaona pale katika ile ukisoma Matendo 1:8 anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuingia juu yenu huyu Roho Mtakatifu, na ndipo mtakuwa mashahidi katika Uyahudi, katika Yerusalemu, hata katika miji ya nchi. Matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu, unaanza kuwa shahidi. Kuna binti mmoja katika nchi ya Sudan, si kama mnamuona basi kama mshaye kumwangalia binti anahubiri nchini mtaani. Mshaye kumuona binti yupo kwenye mtandao, jina nimesahau kidogo. Katika binti wa aina yake huwezi kumkuta anahubiri nchini mtaani bila hofu, lakini yule binti anahubiri mtaani. Tena nikaona katika klipu anaonyesha pale, leo wamempokea watu 11 wamempa Yesu maisha. Yesu asifiwe sana. Sudani ni nchi ya wenzetu upande wa pili, lakini binti anasimama kwa ujasiri mkuu. Ameacha mambo yote ya kidunia na amesimama kwa ajili ya Kristo. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayempa nguvu ya kuyafanya hayo. Lakini pia maisha yetu yanakuwa ni maisha yenye matunda. Tunaposema matunda, ni Roho Mtakatifu mwenyewe ndio anayeachilia matunda. Ni matokeo ya Roho Mtakatifu kuwa ndani, ni ile tabia ya Mungu. Tunaposema matunda ya Roho, ni ile tabia ya Mungu ndani ya mtu. Kwa sasa mtu anaojawa na Roho Mtakatifu anaanza kuona tabia za Kristo ndani yake. Zile tabia ziko 9, kama vile kama tunaona ziko 9 na tabia zile ziko 9. Ukisoma Wagalatia, tusome Wagalatia 5:22 na ile 23. Tabia ya Kristo ndani yetu inaanza kuzilika. Wagalatia 5:22-23 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu, wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ukiyasoma vizuri, ukianza kutaja moja utaona kuna tunda la Roho ni upendo la kwanza, furaha ya pili, amani ya 3, uvumilivu ya 4, wema ya 5, fadhili ya 6, uaminifu ya 7, uaminifu ya 8, upole ya 9 na kiasi. Kisoma zote hizo zinafika 9 kalamu. Haya ni matunda ya Roho. Uko nyuma tulijifunza pia karama za Roho Mtakatifu. Karama ni nguvu, lakini matunda ni tabia ya Kristo ndani yetu. Mtu yoyote ambaye kajaza Roho Mtakatifu, tutaanza kuona tabia za Kristo. Wiki zinazofuata tutajifunza juu ya hizi tabia moja baada ya nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaanza kuona upendo, si upendo wa kibinadamu, upendo ambao tumezungumza, upendo wa Kristo ndani yetu. Ndio unaanza kuachiliwa juu ya watu, juu yako mwenyewe. Furaha, si furaha hii ya kawaida, bali ni furaha ambayo ni ya Kristo ndani yake inaachiliwa. Kama alivyokuwa akifuka tunamwambia, amani yangu nawapa, amani hiyo kweli. Wale watu walikuwepo wamekaa, lakini walikuwa ndani yao hawana furaha ya kweli. Kwa furaha hii inaachiwa, inatoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Hata katikati ya matatizo unajikuta unadunda tu.
unajiunga tu, unajikuta uko ndani ya Yesu. Yaani unajikuta wewe unaishi katika dunia yenye shida, lakini uko kama dunia nyingine hii, kwa sababu ndani yako Kristo amejaa. Hivi unajiuliza, inafika katika namna ya gani katika nchi za zetu zile za Afghanistan, Pakistan, kule nchi za zetu ambako kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa tunaona watu wakiokoka tu wanauliwa. Kuna watu walikuwa wanaambiwa kwa sababu kanisa walijenga kwenye maandaki. Kwa hiyo walikuwa wakitafutwa, wakipatikana ili ujisalimishe, ulikuwa unaikana imani. Na kuna watu hawakuikana imani, wakasema tuko tayari kufa kuliko kumkana huyu Yesu, na hakuna anaweza kumkana. Hivi jiulize, nafikiri ni rahisi kiasi hicho katika hali ya kawaida ya kibinadamu? Ni rahisi huko tayari kufa? Lazima ule upendo wa Kristo kuwa umezidi hali yetu ya kawaida ya kibinadamu. Huo upendo ni wa pekee unaoachiliwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Unapotoka niko ndani ya Yesu, ni ya Yesu. Ukimpata Yesu umepata vyote. Leo kuna watu wanalinganisha Yesu na vitu. Kuna watu wanalinganisha Yesu na watu. Akimpata mtu tu fulani anataka kuolewa naye, anamwacha Yesu. Akipata nafasi fulani, cheo, anamwacha Yesu. Akipata biashara, anamwacha Yesu. Akipata chochote kile, vitu vinatenga na upendo wa Kristo. Yesu asifiwe. Biblia inasema siku tulizo nazo ni chache sana, ni chache mno. Turudi kwenye msingi, tusinde kwenye msingi ya Matendo ya Mitume, namna walivyoishi mpaka wakafikia hatua ya pendo la Kristo likafunuliwa, wakaanza kumjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri. Natamani tumjue sana. Tusipofika huko hatuwezi kumjua uzuri wake, hatuwezi kumjua. Lakini neema imefunguliwa. Neema aliyotembea katika kitabu cha Matendo ya Mitume, neema hiyo imefunguliwa kwa mtu mwenye kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu unaleta uzima, unaleta kiu ya kumtafuta, lakini unamfanya mtu aanze kumfanania Kristo. Yaani unakuwa kioo cha Kristo. Kama Kristo alikuwa duniani, alikuwa ni mwenye rehema, mwenye kuachilia, mnyenyekevu, mwenye kuachilia rehema. Yaani mtu yote ambaye unakuta tabia ya Kristo, ndivyo na sisi tutakuwa hivyo hivyo. Watu wanapotazama sisi wanaona ni Kristo tu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona ni Kristo ndani yetu. Na Bwana Yesu akasema, nyinyi nuru ya ulimwengu. Kwa maana kwamba sisi ni nuru, duniani kuna giza. Kwa lazima tuweze kuonekana. Na watu watakapokuona ninyi matendo yenu, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni aliye juu. Hawatatukuza ninyi, watatukuza Baba yenu wa mbinguni. Kwa hiyo lazima sasa tujikite sana katika kumtafuta Mungu ili akae. Jambo moja tu ambalo Mungu hatanyamaza ni kwa yule ambaye ameamua kumtafuta kwa bidii, Mungu huwa anaonekana. Tafute kwa bidii, kwa mfululizo, sio leo umeenda kesho umeacha, mfululizo. Hata miezi mitatu utamuona Mungu, utaona tabia ya Mungu, utaona ukuu wa Mungu, utaona upendo wa Mungu, hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie kitu kingine cha tofauti sana. Tuangalie kati ya kukaa na kujazwa utofauti. Wengi kutoka katika ile grupu la kwanza la kukaa, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kuna tofauti kati ya Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu na Roho Mtakatifu kujazwa na Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie
hayo utofauti huo ni wa muhimu sana, japokuwa utofauti wake mkubwa unapimwa kwa kiwango cha uwepo wa Mungu na madhihirisho yake. Yesu asifiwe sana. Sasa andika, nataka tuone utofauti wa haya maeneo mawili. Roho Mtakatifu anaweza akakaa ndani ya mtu, lakini sio umejazwa. Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaweza kukaa ndani ya muumini, lakini usiwe umejazwa, asikujaze. Lakini unapojazwa ni lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako. Tuangalie haya mambo mawili, utajipima wewe mwenyewe uko eneo gani. Yesu asifiwe sana. Nini maana ya Roho Mtakatifu kukaa ndani ya muumini? Roho Mtakatifu anakaa ndani ya muumini ni pale tu ambapo mtu anapompa maisha Yesu, ya kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuanzia pale Roho Mtakatifu anakaa ndani yake, kama muhuri, anaweka muhuri ya kwamba huyu ni mali ya Kristo, atoki, anakaa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haimaanishi kukaa kwake hivyo utaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nategemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kukaa ndani, kila aliyempokea Bwana Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Roho Mtakatifu anakaa ndani yake, anamweka muhuri ya kwamba huyu ni mali ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tumeelewana juu ya kukaa, kwamba kukaa ni kwa mtu yoyote aliyompokea Bwana Yesu. Yoyote tu aliyosafiri sala ya toba, akakaa akamchini na mpokea Bwana kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tangu sasa, kuanzia hapo akiomba kwa kumaanisha, kuanzia Roho Mtakatifu anakaa, anamweka muhuri kwamba huyu ni mali ya Kristo. Kwa sababu ile tukio linalokuwa linatendeka pale sasa, ile la mabadiliko pale ni tukio la kimani, lakini la kiroho, lakini linalofanyika katika mageuzi ya kutoa katika ufalme wa giza na kuingiza katika ufalme wa Kristo Yesu. Anaofanya kazi hiyo ni Roho Mtakatifu, anapiga muhuri, anakuhamisha, halafu anaweka muhuri, halafu anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kujazwa na Roho Mtakatifu ni hali ya kuongozwa na kujisalimisha na kupewa nguvu na Roho Mtakatifu katika moyo na maisha ya muumini. Halafu unakuta sasa yeye ndiye anaokaa ndani yako, halafu mtazamo wako wote, mawazo yako, kunena kwako, kutenda kwako, kufikiri kwako, kuomba kwako hakutokani na wewe tena. Wewe huna maamuzi ya aina yoyote juu ya mwenendo wa maisha yako. Mwenye maamuzi ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye anaochukua udhibiti wa maisha yako ndani ya moyo wako kabisa. Yeye ndiye anakuwa mdhibiti, anakaa. Yeye ndiye atakuamulia uwaze nini, yeye ndiye atakuamulia uzungumze nini, yeye ndiye atakuamulia utende nini, yeye ndiye atakuamulia mwenendo wako. Kwa hiyo yeye atageuza tabia yako, itakuwa ni tabia ya Roho Mtakatifu. Hiyo inatokana na kujisalimisha kwa 100%. Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anaweza kukaa ndani yako, lakini bado hujaamua kujisalimisha 100%. Kwa hiyo sasa hatuwezi kuona udhibiti wa Roho Mtakatifu. Bado unaweza ukajiamulia, bado unaweza ukawaza maovu, ikawa ndani, ikawa Roho Mtakatifu ulimpokea. Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tuangalie katika kukaa. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, hawezi kuondoka kamwe, atakaa milele. Anakaa ndani yako, aondoki, yupo milele. Bwana Yesu asifiwe. Anakaa ndani yako, haondoki, kwa sababu yeye ni kama muhuri. Yeye ndio uthibitisho wa ule uhusiano wako na Mungu na ule wokovu wako. Kwa hiyo anakaa ndani yako.
katika eneo la kukaa, lakini katika eneo la ujazo wa Roho Mtakatifu, kama tulivyosema, ujazo wa Roho Mtakatifu si tukio kwamba umejazwa na tukio la mara moja basi, ni tukio endelevu. Kwa hiyo inategemea na wewe umempaje Mungu nafasi. Inaweza ikaongezeka au ikamzidisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Udhibiti wa Roho Mtakatifu utategemeana na wewe mwenyewe kuendelea kunyenyekea, kuendelea kujisalimisha, kuendelea kuachia mamlaka yake, kuendelea kumruhusu wewe ndio muongozi wa kila kitu. Ukimruhusu, yeye ataendelea kuwepo, ataendelea kukuongoza. Utakuwa Kristo ndani yako, tabia zako za kwanza ya Kristo hautaonekana wewe. Lakini usipomruhusu, hata kama mwanzo alikuwa anenena na wewe, hatanyamaza kimya. Kwa hii sio ya kudumu, inategemeana na wewe. Wewe ndio una nafasi ya Roho Mtakatifu aendelee kukujaza au asikujaze. Anataka kujaza leo, kesho Roho Mtakatifu akanyamaza kimya, kwa sababu wewe ndio mwenye kumruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pale utapoamua kuishi katika mwili, yeye atakaa pembeni. Ukiamua kuishi katika Roho, uongozi wake, yeye ataanza. Anasema wala hamtazitimiza tamaa za mwili kamwe. Ukiona tamaa za mwili zimeanza kunukia ndani yako, njoo unaongozwa na nani? Jamani, njoo unaongozwa na nani? Tamaa za mwili si tu matendo ya uzinzi na uasherati. Tamaa ya mwili ni pamoja pia na mchukia ndugu yako. Si matendo ya mwili haya. Unamwombea mabaya ndugu yako, si matendo ya mwili. Umemweka mtu ndani yako, umeshindwa kumsamehe ndani yako. Matendo ya mwili ya namna hiyo, hamna upendo wa Mungu. Upendo wa Kristo ndani yako unapokaa ndani yetu, hauyahesabu mabaya, kuvumilia yote. Hamna kiwango kwamba ukafika ukachoka. Ndio maana nisamehe mara ngapi mwenyewe akinikosa. Kuna mtu hivi kila saa ananikosea, kila saa ni huyo kosea mara hii mara. Nasema Petro, nakwambia sikwambii tu 7 mara 7. Maana mwanzo ilikuwa 7 mara 7. Nakwambia 7 mara 70, mara 470 kwa mtu huyu mmoja. Upendo wa Kristo. Lakini inatokea mara ngapi? Kukaa Roho Mtakatifu kukaa ndani ya mtu inatokea mara moja tu. Pale ambapo mtu anapokata shauri ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye anakaa kuanzia hapo, hatoki. Anakuwa kama alama. Yeye utaenda mbinguni au uende mbinguni, anakaa ndani yako kama alama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye kujazwa hatuachi kujazwa. Tumelisoma ile andiko pale linatoka kwenye Usesi. Ile neno ni endelevu la Kigiriki. Ni kwamba tunajazwa leo, viwango vinaongezeka kadri ambavyo unampa nafasi, kadri ambavyo unanyenyekea, kadri ambavyo unazidi kuzama ndani yake, ndivyo ambavyo tunazidi kukua, kuendelea kujazwa. Hakuna kiwango ambacho tutafika mwisho kasema tumejazwa. Maana Paulo anasema katika Wafilipi, si kwamba nimekwisha fika bali nakaza mwendo, si kwamba nimekwisha kujazwa katika kiwango cha mwisho cha utakatifu, bali ninasogea nikiashuhudia mbele. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujazwa katika Roho Mtakatifu, katika ujazo wa Roho Mtakatifu ni kwamba kunakuwa ni kwa mfululizo, yaani ni kiendelevu, ni kila siku tunajazwa, kila siku ni tendo endelevu la kila siku. Lakini huko kwenye kukaa Mtakatifu anakaa mara moja tu pale tunapompokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi ni kudhibitisha kule kukaa, kusudi lake ni kudhibitisha uwepo wa Mungu na kudhibitisha safari ya wokovu, kutoa hakikisho la safari ya wokovu. Anakukumbusha, lakini kumbuka ulimpokea Bwana Yesu, ile alama yeye ndio anaweka muhuri, na kusudi lingine ni kufanya mwili wako kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ndio anafanya mwili
wako kuwa hekalu la Mtakatifu. Kwa anakuwa anakukumbusha. Ndio maana mwalimu Biblia anasema amjua kuwa mwili wenu ni hekalu la Mtakatifu. Mbona sasa mmerudi katika kutenda mambo yaliyo maovu? Hamjua kwamba ninyi mlipokea roho gani? Heni wa Galatia, nani aliyewaroga? Mlianza kwa roho, lakini sasa mnaanza tena katika mwili. Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu katika kukaa anapokaa ndani yetu ndio thibitisho uhusiano wake na Mungu na safari yeye anaweka Mungu safari ya wokovu. Na hivi ndio anafanya mwili wetu kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini katika uchazo wa Roho Mtakatifu usudi kuu ni kuachilia utendaji kazi wa karama za Roho Mtakatifu kujidhihirisha ndani yetu na kutupa nguvu ya kuyafanya mambo yasiyowezekana, kufanya mambo yasiyowezekana kwa akili ya binadamu, kutupa ushindi juu ya dhambi, kutuwezesha kuweza kushinda majaribu na dhambi na nguvu za giza. Kwa ile nguvu uishi maisha matakatifu, kwa sababu anakaa ndani yetu, anachukua udhibiti, sio wewe tena. Kwa sasa huwezi ukatoka ukatenda dhambi. Ndio maana Yakobo pale anasema, Yakobo Yohana Baraka anasema kwamba msidanganye, atendaye uovu ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Anasema hakuna nafasi kwa mtu anayeongozwa na Roho kutenda dhambi. Hakuna nafasi. Tukiona kuna nafasi, tujue kabisa kwamba bado hatujampa nafasi Roho Mtakatifu kuweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sasa maandiko kukaa. Hebu tusome ile Waefeso 4:30. Waefeso 4:30. 4:30. Waefeso 4:30 inasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wala wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Sasa angalia neno mlitiwa muhuri siku ile ya ukombozi. Kwa hiyo mtu anapookoka akampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Roho Mtakatifu ndiye anayetia muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko kwenye kukaa. Tuangalie maandiko kwenye kukaa. Tuangalie pia Warumi 8 na mstari wa 9. Warumi 8 na mstari wa 9. Warumi 8 na mstari wa 9 inasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Tusome tu Wakorintho wa kwanza 6 na mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza 6 na mstari wa 19 inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mlipewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo sasa maandiko yanathibitisha kwamba Roho Mtakatifu ndio anaotupa weka muhuri na kudhibitisha uwepo wa Mungu ndani yetu na ile safari ya wokovu ambayo tayari imetiwa sahihi na Roho Mtakatifu. Lakini tuangalie maandiko katika kujazwa Roho Mtakatifu. Andiko kubwa ambalo tunalisoma sana katika Waefeso 5 na mstari wa 18. Efeso 5 na mstari wa 18 na Matendo ya Mitume 4:31. Waefeso 5:18 inasema, tena msilewe kwa vinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Jaze Roho. Matendo ya Mitume 4:31. Matendo ya Mitume 4:31 inasema, hata walipokwisha kumwona Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kajazwa na Roho Mtakatifu. Unaona maandiko machache yako mengi, lakini yana machache kwa maana ya kutupa uelewa. Lakini uhusiano na wokovu wetu kwenye kukaa ni pale tu inatokea tu pale mtu inatokana na uhusiano wa kumpokea Bwana Yesu. Mtu anapompokea, yoyote anapompokea Bwana Yesu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yake kama muhuri. Lakini kwenye kujazwa Roho Mtakatifu kunatokea sasa baada ya kumpokea Bwana Yesu, wa kumtokea Bwana kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako,
unategemea sasa na kujisalimisha kwako kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo matokeo yake ni baada ya safari ya wokovu na namna ambavyo unampa nafasi kujisalimisha kwako kwa Roho Mtakatifu, ndiko unapopelekea yeye kuchukua nafasi ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Urefu tuliona pale kwamba anapokaa ndani, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu ni kwa kudumu. Roho Mtakatifu tunapopokea Bwana, Roho Mtakatifu anapokaa haondoki, anakuwa kama alama. Lakini huku unategemea na wewe mwenyewe unaweza kumzimisha. Kwa maana Paulo anasema katika Wathesalonike ile wa pili, Wathesalonike wa kwanza 5:19, wala msimzimishe Roho. Wala msimzimishe Roho. Kwa hiyo kumbe Roho anaweza kujaa ndani yetu, lakini sisi tukamzimisha. Maana anasema wala msimzimishe. Mbeleni tutakuja kuangalia kumzimisha Roho Mtakatifu nini, sababu ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini, kumtukana Roho Mtakatifu ni nini. Kwa hiyo tutaangalia mambo haya yote kwa undani juu ya Roho Mtakatifu ili tujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia 5:25 ndio tusome, kama tukiishi kwa Roho basi tuenende kwa Roho. Wagalatia 5:25. Wagalatia 5:25 nasema tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Kwa mtu anaweza kama Roho Mtakatifu ndani yake, lakini ili tuweze kuona tabia ya Kristo ndani yake, tuone nguvu za Mungu zikitenda kazi ndani yake, ni pale ambapo atakapokuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Ni pale ambapo atakapokuwa amejisalimisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kukaa ndani yako, lakini bado wewe hujampa maisha yako. Roho Mtakatifu anakaa kama muhuri, kama tulivyoona leo tulivyopitia kwa undani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujazwa Roho Mtakatifu ndio chanzo cha utakatifu, ndio chanzo cha nguvu, ndio chanzo cha ufanisi katika huduma zetu, ndio vazi la kwenda mbinguni. Niseme tu ndio vazi la kwenda mbinguni wakati wowote ule. Roho Mtakatifu anatubidisha, Roho Mtakatifu anatusafisha, Roho Mtakatifu anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilipata ushuhuda mmoja sana ukaniongezea nguvu sana. Na kijana wangu wakati kuna siku moja Roho Mtakatifu alimwambia kufunga. Tena anamwambia kufunga siku ambazo kuna mazoezi, ambazo tunahitaji kucheza. Unajua wakati unataka kucheza nguvu ambazo zimefanyaje? Zimepungua. Kwa hiyo atamwambia kufunga siku zile ambazo pia zinataka wewe kuweza kufanyaje? Anaendelea, anaendelea sababu akaendelea, kaamua kutii, akawa natii, akamwambia kumbe unanitii mwanangu. Sasa nakuhusu ile ukali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wakati Roho Mtakatifu anataka kuona utii. Jambo ambalo analolitazama Roho Mtakatifu. Yaani tunaposema kujisalimisha, limebebwa na neno ya kumtii. Neno la kumtii, neno la utiifu. Anakuambia unasikia ndani yako, kaombe. Inaweza kuwa kama sauti ya ndani kabisa. Unaisikia ile kama nyepesi. Kuomba. Ndani yako kabisa unasikia kwamba naambiwa kuomba. Halafu mazingira ya nje yote unaona kabisa kuna mambo mengine yanaendelea kinje. Hapa ni wakati wa kuangalia mpira, na wakati wa kufanya kitu fulani, wakati wa TV, au mwili umechoka. Sasa unaisikia hali utii inakuja, inaweza ikaja hivyo kama sauti ya ndani inapenya, hafu kanyamaza kimya. Ni Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, kaombe. Sasa kitu anachotenda Roho Mtakatifu ni utii. Tutaona mbele utii ndio unaotofautisha, hamna kitu kingine. Kukaa Roho Mtakatifu, kukaa ndani ya mtu na kutembea naye na kuzungumza naye, kuishi naye ni utii. Rafiki yangu mmoja ni mtumishi wa Mungu kwa nyuma, kipindi cha nyuma sana, miaka kadhaa,
nilipopata neema sasa, Bwana ameweza kuniambia habari ya wito, nikaanza kutafuta watumishi baadhi ambao wanatembea na Mungu. Anaweza asifiwe sana. Nikaanza kuwa nauliza baadhi ya maswali. Miaka ya nyuma kidogo, sasa nilianza kujenga kitu fulani, nikaanza kuuliza. Sasa mimi Bwana alikuwa akitoka, alikuwa anakuja kwa njia, akijitambulisha kwa njia ya Elohim. Kwa hiyo mwingine anaweza kujitambulisha kwa jina la Jehova Shammah. Anaweza asifiwe. Kwa hiyo sasa inategemea na ile namna katika zile tabia za Mungu na Mungu anavyotaka ndio na upendo wake. Huyu yeye anatamcha kwa jina Jehova Shammah. Siku moja akamwambia, alifunga kama siku 70 hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku 70. Baadaye akamwambia, "Je, utanitunza?" Bwana Yesu asifiwe sana. "Je, utanitunza?" Kazi kubwa ni kumtunza Roho Mtakatifu. Kazi kubwa ni kumruhusu kunyenyekea, kutii kwa kile chochote atakachokuambia, hata kama akili zako kinaonekana akifai, hata kama watu watakotazama. Wakati mwingine watu wanaweza wakatazama wakaona kabisa kwa macho yao hakifai, lakini Mungu, na unajua kabisa Mungu anayezungumza, na unajua kabisa huyu ni Mungu, alafu nampuuza. Kila mmoja hapa, jana tulikuwa kwenye kesha, tulipokuwa na vijana hapa, tulisema tuendelee kidogo. Lengo kubwa lilikuwa ni kutaka kuanza kutengeneza intimacy ya kumsikiliza Roho Mtakatifu, ushirika. Tunasema intimacy ni ushirika na Roho Mtakatifu, ambao ni matokeo ya kusalimishwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa tunasema leo, baada ya leo, tutakuwa kwa chini ya kuzungumza na kutengeneza ushirika wetu wa ndani, ili tuweze kujua nini yale mapenzi ya Mungu. Tujenge kwanza kumtii Roho Mtakatifu kwa kile anayotaka kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukawa mahali hapa, tukamwomba Mungu, na kumwambia Mungu wa mbingu na nchi, unaosikia, Mungu unaolithibitisha neno, anaomba wewe pamoja na sisi. Tukaanza kuomba Mungu, tukiwa karibu hapa sasa, tukaanza kufanya majaribio ya kumruhusu wa Mungu aweze kuzungumza na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadhi ya walikuwa hawajawahi kuzungumza kabisa na Mungu, na tunaanza kuona kabisa macho yao yanaonyesha kabisa kukosa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ile jambo kweli ni kweli, inawezekana hao watu wanazungumza tu, lakini neno la Mungu halijawahi kudanganya. Neno la Mungu ni hai. Kwa hiyo tukafanya mara kwanza, kuna baadhi wakamsikia, wengine wakawa bado, tukarudia tena, na nyakati zote hizo Mungu alizungumza na kila mtu kwa wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ambavyo hata sisi wenyewe tunatamani, ili uongozwe ni lazima pia uweze kuwa na uwezo wa kusikia. Ili uongozwe na Roho Mtakatifu lazima uwe na uwezo wa kusikia na kutambua kabisa hii sauti ya Mungu si tofauti. Moses Kolola wakati anaanza utumishi wake, wakati Mungu anamuita, alimwambia Mungu, ninaomba ukiwa unaniita, unaniita kwa staili hii ili nitambue kwamba wewe ndiye. Lakini katika hali ile ya mwanzo, Mungu anapozungumza ndani yetu, utajua hakika kabisa kwamba huyu ni Mungu. Uwepo wake unapokuwepo ndani ya mioyo yetu unakuwa tofauti, unanyamazisha kimya hali zetu za ndani na kumwinua Kristo kama Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali kwa Roho yangu, asema Bwana. Tusome ile Yoeli 2 na wale mstari wa 28. Yoeli 2 na mstari wa 28. Yoeli 2 mstari wa 28 anasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri,
wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Malizia na andiko la Yohana 7:38-39. Tutahitimisha hapo kwa ajili ya baadaye. Yohana 7:38-39. Aminiaye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa ajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Endelea kumwamini. Baadaye kidogo tutaangalia ishara ya mtu aliyojazwa na Roho Mtakatifu, halafu tutakwenda kule kujazwa na Roho Mtakatifu. Tutapitia, halafu tutaomba sana kwa ajili ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fumba macho yako sasa. Mtakatifu na Bwana Mungu wa majeshi, uketie juu, Mungu aliye mwaminifu, ninakushukuru. Nalihimidi jina lako takatifu. Asante kwa saa hii na majira haya, uwe pamoja nasi katika neno hili, ukithibitisha kwa matendo yako makuu. Leo hii tunatamani kuona Bwana. Leo hii ndio ulioifanya. Tunatamani kuona Roho Mtakatifu ukiwajaza watu wako, neno lako kalithibitisha kwa nguvu na uwezo Bwana. Tunatamani leo hii usitoke bila kukutana na wewe, na kiu na mioyo yetu tutaiweka mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa na utukufu ni kwa Bwana Yesu. Pigie makofi peke yake.